Ni mgogoro mpya unaoamka kati ya China na Japan. Na mgogoro huu unahusiana na kitu kilichotokea hapa juzi baada ya aircraft carrier ya China inayojulikana kama Liaoning aircraft carrier. Na hii imekuwa ikifanya mazoezi maeneo mbalimbali ambapo Mchina yeye anaita haya ni mazoezi. Na aircraft carrier kama mnavyojua kazi yake ni kubeba hizi ndege za kivita. Na hasa kwenye hii aircraft carrier ya Oining aircraft carrier ya Mchina, kama jinsi unavyoweza ukaiona hapa, yenyewe ilikuwa imebeba hizo ndege ambazo ni J-15 ambazo ndege hizi by the way ilikuwa iko karibu na kisiwa cha Okinawa huku karibia na upande wa Japan kabisa, katika kile walichokuwa wanakiita ni kufanya mazoezi, yani Wachina wanafanya mazoezi. Na wakati wanafanya haya mazoezi, kwanza ndege 100 zikaenda hewani na watu wakasema hii ni zaidi ya mazoezi. Nafikiri labda ilikuwa ni show off ya kutaka kuionyesha Japan kuwa uwezo wa China ina uwezo kiasi gani. Ninakumbuka wakati fulani msemaji wa China wakati yuko Filipino, na maonyesho yale ya vifaa ambavyo walivionyesha kwenye ile miaka 80 ya mashujaa wa China waliopambana kupigana na Japan na mpaka kuikomboa China na hapo China ilipo. Ninakumbuka mataifa ya jirani kama Ufilipino wao na mataifa mengine wakasema kuwa hii ni hatari kwa mataifa jirani, kwa hawa wa China, kwa makombora walionayo. Lakini yule msemaji akasema hakuna taifa lolote linaloweza kumechi na Mchina isipokuwa hii imetengenezwa maalum kwa ajili ya Marekani. Na Marekani na tayari walikuwa wanaongelea kuhusiana, hawa sasa wa China walikuwa wanaongelea tayari na kuhusiana na Golden Dome ambayo ni prototype ya mfumo wa ulinzi ambao kazi yake ni kuzuia makombora, hususan yale ambayo ni ICBM, kombora la kutoka bara moja kwenda lingine. Kwa hiyo msemaji wa China alipokuwa anaongea kule Ufilipino akasema hii sio kwa ajili ya majirani zetu hapa, hapana, ni kwa ajili ya Marekani, kwa sababu hakuna taifa jirani lenye uwezo wa kupambana na Mchina. Kwa hiyo hata hizi ndege na zenyewe kutoka ndege 100 kwenye hiyo Liaoning au aircraft carrier, manake ilikuwa ni show off. Kwa hiyo baada hizi ndege sasa kwenda hewani, ikabidi sasa Japan na wao watume ndege zao kwenda kuangalia shughuli ambazo zinafanyika na Mchina pale. Walipoenda kuangalia hizi ndege sasa ndio kikatokea kitu ambacho kutokea kwenye ndege hizi za China, wanasema kuna kitu wao wanasema they locked the radar. Na radar manake wakaweka ni mfumo ambao unajulikana kama fire control radar. Na fire control radar ni mfumo wa silaha, yani hii tunaita ni weapon system. Na weapon system hii kazi yake ni ku-aim alafu na kushoot. Yani manake ni kulenga kwenye shabaha na kushoot. Kwa hii ndio inajulikana kama final stage. Umeona ile hatua ya mwisho kabisa ambayo sasa ukiambiwa kuwa they have locked the radar, the radar. Yani ukiambiwa hiyo locked the radar, sijui Kiswahili nisemeje. Yani kama wamelock hiyo radar, manake hiyo ni hatua ya mwisho kabisa ambayo sasa itakuwa inamsubiri tu yule rubani kwenye ile ndege abonyeze kitufe, alafu moja kwa moja kombora litupwe kuelekea kwa huyo jirani. Kwa wakiwa wametazamana huko angani, ndege za Japan na ndege za China zikiwa zimetazamana huko angani, na hawa wakawa activate huo mfumo, manake hiyo sasa ambayo ndio final stage kabisa, kama nilivyokuambia kuwa hii ni fire control radar, ambayo sasa hiyo wamelock radar, na baada ya kulock hiyo radar kilichokuwa kinasubiriwa tu ni kubonyeza kitufe kwa rubani. Kwa maana yake vita vingeweza kutokea angani kati ya Japan na China. Ndio haya sasa yamemleta waziri mkuu wa Japan, huyu mwanamama anajulikana kama Sanae Takaichi, kuja kuongea kuwa hii ni ukorofi wa China. Na Wachina wao wanasema tuko tu kwenye mazoezi ya kawaida, lakini tuliingiliwa, na kuingiliwa kwenyewe tukaingiliwa na hizi ndege za Japan ambazo ndizo zilituingilia. Lakini sasa
sasa ikawa iko tofauti. Hii inakuja baada ya nini? Inakuja ni baada ya kwamba kumbuke kuna mgogoro unaoendelea kati ya China na Taiwan. Taiwan ni kisiwa ambacho Mchina anasema ni cha kwake. Na ni cha kwake kwa sababu kirudi nyuma katika historia utakuja kugundua kuanzia miaka 1945 kama unakumbuka, yani wale wanahistoria watakuwa wanakumbuka vizuri, kulikuwa na chama kinajulikana kama Kuomintang. Na chama hiki kilikuwa kinaongozwa na bwana mmoja alikuwa anajulikana kama anajulikana kama nani yule bwana, jina lake mbona tena linatoka, lakini nitalikumbuka hapa. Na kuna chama kilikuwa cha CCP ambacho ndio kinaongoza China, ambacho chenyewe kilikuwa kiko chini ya mwenyekiti Mao Zedong. Lakini yes, yule bwana alikuwa anaitwa Chiang Kai-shek, yule wa chama kile cha Kuomintang. Na Chiang Kai-shek alikuwa ni pro western. Na huyu Xi Jinping ndo rais wa sasa. Sorry. Huyu ambaye alikuwa ni Mao Zedong, yeye alikuwa ni mwenyekiti wa chama cha CCP ambacho wao hawa chama cha CCP na huyu Chiang Kai-shek CCP na Mao Zedong mwenyekiti wa CCP alikuwa Mao Zedong. Mwenyekiti wa Kuomintang alikuwa ni Chiang Kai-shek. Sasa Chiang Kai-shek na Kuomintang ilikuwa inasapotiwa na watu wa magharibi, yani Marekani, lakini hii CCP ya Mao Zedong yenyewe ilikuwa iko upande wa umoja wa Kisoviet. Kwa wakapigana vita, na vile vita kumbuka ni Marekani na USSR wamekutana kupigana hapa. Ndio Chiang Kai-shek sasa na hiyo chama chake cha Kuomintang wakakimbia kutoka mainland China kukimbilia upande wa Taiwani, wakaanzisha makazi pale, na hayo makazi wakaendeleza tuseme. Baada ya hapo sasa hii Taiwani imekuwa ni taifa ambalo ni Wachina, lakini Wachina wanaoishi kama wazungu, kwa sababu kumbuka wao wamechukua ile mifumo ya kimagharibi. Kwa hiyo hiki kisiwa sasa Marekani anakitaka. Na hiki kisiwa Mchina. Hiki kisiwa kisipokuwa mikononi mwa Mchina, manake Marekani ataweza kukitumia na watu wa Ulaya kwa ajili ya kuichokonoa China. Na ndio maana sasa kuna kauli hapa juzi ambapo waliulizwa wa Japan, waliulizwa kuwa je, endapo Mchina kaivamia Taiwan itakuwaje? Na Japan ikasema inabidi kujibu kwa haraka sana kwa kuivamia China. Kwa hizo kauli sasa ndizo zikapelekea China akaona okay, kwa kumbe ndo kauli mnazozitoa so okay. Lakini nakumbuka wakati ule Xi Jinping aliwasiliana na Donald Trump, na Donald Trump akapiga simu upande wa Japan kuwa hebu hizi kauli zifanyeni, msifanye kauli zikawa ni za moja kwa moja za kuchochea migogoro. Kwa kuanzia pale China sasa kaanza kuweka pressure kiuchumi, akaanza kuweka pressure kidiplomasia, na akaanza kuweka pressure pia vile vile kijeshi. Na ndio maana kwenye masuala ya kiuchumi unaona mpaka bidhaa kutokea Japan zinazoenda China zikaanza kupigwa marufuku. Ukiachilia mbali hilo, ndege wakakanseli trip za ndege za kutoka China kwenda Japan. Kwa hiyo hiyo yote ni kuweka pressure ya kiuchumi kwa Japan. Alafu hatimaye sasa wanakuja kukutana huku kwenye haya ambayo yeye Mchina aliita ni mazoezi, lakini hebu uachilie ndege 100. Ndege 100 bado unaita ni mazoezi. Ndege 100 ndugu zangu unaita ni mazoezi. Alafu bado pia vile vile hiyo ninayoita kulock the radar. Na kulock the radar au fire control radar, yani huo mfumo, maana huu ni mfumo wa nini ambayo tunaita ni weapon system to aim and shoot missiles. Yani kulenga na kulenga shabaha, yani kuweka kwenye target, alafu na kuanza kuachilia sasa ya makombora. Bado tutasema ni mazoezi. Kwa hiyo imekuwa ni mgogoro mwingine ambao ni mgogoro mpya kwa hii inayojulikana kama Liaoning aircraft carrier, ikiwa inafanya mazoezi huko kwenye kisiwa hiki kinajulikana kama Okinawa. Na Japan kwenda na wasemaji wa China wakasema kuwa sisi tulikuwa kwenye mazoezi, lakini tumeingiliwa na ndege za Japan. Ndicho walichokiongea, kwa wao wameingiliwa na ndege za Japan. Kwa hiyo Japan ndio wamewakorofisha, na Japan na wao wamekataa, sawa sisi hatakuwa tumeenda kuwachunguza.
Sisi tuko kwenye anga ya kimataifa tukifanya tu mambo yetu huko. Kwa hiyo ndio maana unaona hizi ndege za China ambazo ni J-15 zikawa zimeelekezeana moja kwa moja uso na ndege za Kijapani. Tuachie maoni yako. Nadhani huu ni mgogoro tena mwingine unaotaka kuibuka upya au mambo yanakaaje? Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika. Lakini tunaomba tafadhali usiache kulike video zetu basi ili ziendelee kuenda juu zaidi. Asanteni sana.